Kifungu chake ni cha 28 kuanzia mstari wake wa 16. Bwana Yesu na asifiwe. Na lengo kuu ni kujifundisha zaidi kuhusu ni nini haswa kushirikiana kwenye ibada. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Na ajenda kuu ni kumjua Kristo Yesu. Bwana Yesu na asifiwe, wapendwa wa Mungu, ambapo tumesikia mwalimu wa kwanza akitufundisha ya kwamba na Roho wa Bwana katika maandiko mahali ambapo tumesoma ni Timothi wa kwanza kifungu cha 4. Roho wa Bwana akawa akiongea wasiwasi kupitia kwa mitume Paulo kuenenda kwa Timotheo. Bwana Yesu na asifiwe, ya kwamba siku za mwisho kuna uwezekano mkubwa wa Kristo ama watu wa Mungu wakaondoka katika ile nafasi ya kufuatilia roho wa kweli na kuanza kuzishika roho zingine za udanganyifu. Bwana Yesu na asifiwe. Na wakati ni huu, na tumshukuru Mungu sana kwa sababu kumepatikana masaa na wakati ambapo tunafundishwa kweli. Bwana Yesu na asifiwe, mpendo wa Mungu. Watu wamejazana katika sehemu tofauti tofauti, na ukiingia ndani mwao wako mahali pale wakitafuta biashara, ila sio Kristo Yesu aliyewakomboa. Bwana Yesu na asifiwe. Wengi wa wanadamu ambao wanaitwa wa Kristo wanatumainia vitambaa, vitu ni ile ya roho na kweli, na uende katika magoti ukamuombe Bwana, Bwana atakusikia. Bwana Yesu na asifiwe. Na uwe mtu wa kupenda kusoma neno, kwa maana maombi bila neno ni kelele. Maombi Bwana Yesu na asifiwe, mpendo wa Mungu. Neno ni store. Neno ni store ambayo imejaa mema na mazuri. Bwana Yesu na asifiwe. Nayo maombi ni kufuli. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo kila neno ukishiba, funga na maombi. Bwana Yesu na asifiwe, wapendwa wa Mungu. Kwa hivyo wewe utakuwa mtu ambaye yuko na ulinzi katika maisha yako. Lakini sasa nikipanda Mbazi hapa niende Mombasa nikanunue maji ya kunywa shilingi 3,000 na niongezwe na kitambaa juu pia ya shilingi 3,000 kunyusia mahali ya biashara. Bwana asifiwe. Tutoke kwa uzingizi. Bwana asifiwe, wapendwa wa Mungu na kanisa ya Mungu. Unyunyusie mahali ya maeneo ya biashara. Hata kitambaa hiyo ukinguza kidogo itahifadhi ndoa yako, itahifadhi mambo yako. Tutoke kwa uzingizi na tutoke kwa kulala, na tumtumainie Bwana ambaye akiwa juu mbinguni alikaa chini, akatafakari, akawaza na akaazua, na akaelewa ya kwamba yule ni mwanadamu na ni kazi ya mikono yangu. Mimi ndiye niliyemuumba, na niliumba mbingu na nchi ni kwa ajili yake, ili nitoke mahali nilikuwa ninakaa kwa vilindi na ama uso wa maji, nikaishi ndani yake. Bwana Yesu na asifiwe. Mbinguni ni ofisi ya Mungu. Bwana mwanzo ule hakukuwa mbingu na nchi ambapo hazikuwa zimeumbwa. Bwana alikuwa hanakaa katika uso wa maji.
Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Na akakaa chini akaona ni vyema nitengeneze mbingu na nchi na nilete mtawala wake ambaye atakuwa ni kama mimi. Bwana asifiwe. Unajua, nikitumia mfano wa kusema wewe ni mfano wangu, ni kumaanisha completely hakuna tofauti. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Lakini huyu mfano wangu nitautengeneza kwa udongo. Hiyo ndio tofauti. Nami nitakaa ndani yake na yeye atakaa ndani yangu. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Anadiposa neno litatuambia ya kwamba ukimuona mwenzako umeona Mungu. Mtu anielewe vizuri. Kwa hivyo Mungu akai mbinguni ni ofisi. Mungu akai katika uso wa bahari, alitoka. Anasema ningali katikati yako na yule mwingine. Bwana Yesu na asifiwe. Ningali ndani ya uhai wako, mimi ndiye uhai. Nalikuambia kama utaamuka na uchune mwili huu hizi uchungu, njua Mungu angali ndani yako. Na kama Mungu angali ndani yako, sisi kazi yetu ni kukuingiza kwa shimo, tukufunike kwa mchanga, pasipo wewe kukataa, kwa maana Bwana alitoka. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hivyo nimekuambia ya kwamba Bwana akatazama akiwa juu mbinguni, akaona dunia imeharibika kwa sababu yule ni mwanadamu, mtu ambaye niliumba kwa mfano wangu. Hakuna tofauti yoyote, anaweza kuwa kama mimi. Kuna uwezekano Bwana akashindwa kulala, Bwana akashindwa kusinzia, Bwana akakosa amani. Maana tuna Biblia inasemanga halalangi. Bwana asifiwe. Yaani akakosa amani akitazama mwanadamu jinsi anavyoangamia na kuna msaada. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Kwa hivyo kwa ule upendo ambapo unafunuliwa katika kitabu cha Yohana, Bwana akaona ya kwamba ni vyema atume mwana wake wa kipekee ili haje hapa duniani alete mafundisho, alete misingi, ili na sisi utakapomtumainia, utakapomkubali, tupatikane katika ule urejesho kwa Bwana. Piga makofi mazuri mpendwa wa Mungu. Hiyo hakuna mtu ameambiwa alipie. Uzima wa milele ulipeanwa bure. Bwana Yesu na asifiwe. Mchungaji amesema ya kwamba kiweka matumaini yako kwa kitambaa, hakuna msaada utapata. Ukiweka mtumaini yako kwa mbuzi, kwa ng'ombe, ni sawa, zilitumika nyakati za zamani, zilitolewa kama dhabihu ama vitu kubwa ili mwanadamu aokolewe. Lakini Bwana aliona haitoshi. Imbo zilitumika na Musa, Bwana aliona haitoshi. Bwana asifiwe. Akamleta Kristo Yesu niposa awe wa kwanza na wa mwisho. Yaani zile ambazo mahali zilipika ule msaada, mahali ulifika, aanze mwanzo wake na akamilishe mwisho wake. Na mwanzo na mwisho, huyo anaitwa Alfa na Omega. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Kama unataka amani usitafute story mingi. Wewe tafuta Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mtafute tu Yesu, jina peke yake, na ushike imani. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Tumefundishwa hapa na mchungaji. Akatuambia ukisikia mtu wako na fununu anakuambia sijui nguruwe iko na nini na nini na nini, ukila kuna watu wengine wanakulanga pia, mchungaji, wanakulanga nguruwe na nia.
Bwana asifiwe. Amen. Anakula nguruwe ili imfunike. Anaamini mashetani isimupate, isimufikie. Na kuna wengine hawakuli wakiwa pia na nia, ati bado iko na mashetani ndani isiwapate. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Hii Biblia inasema hivi, nguruwe ni sumu. Biblia inasema mutakula sumu, mutakanyanga nyoka na hazitawadhuru. Kiwa imetakaswa ni nyama. Mimi ile tu ninachukia kwa nguruwe ni kwa sababu ni uchafu, tena ni mafuta. Amen. Sio kitu ambayo naweza sema utakula ushibe. Bwana asifiwe. Amen. Inaweza sababisha utapike, kwa hivyo huwezi kula kubwa. Labda utakuonja tu kidogo hivi. Kwa madhara ya harufu, ni uchafu, mtaro, nini, whatever. Na hiyo tunaweza hapo sio mboka, unaweza kula chakula nayo ukashiba. Lakini kwetu sisi wa Kristo tunajua Biblia inatuambia tutakanyanga nyoka na tutaishi. Tutawekula sumu na tutaishi. Hiyo ndio imani, mpendwa wa Mungu, unatakikana ushike. Bwana asifiwe. Na mwaka jana tumekuwa mahali hapa na tukafundishwa njia zote za uhuni wa Injili. Kwa hivyo leo hii 2026 sijaamini ya kwamba kama kuna mtu yoyote anaweza kuyumbayumba katika Injili. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hii unaweza tembea kila mahali popote na uangalie tu vile vitu zinafanyika na ujue mambo ndio hii. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Kwa hivyo Bwana akaishi huruma, akatuhurumia, akapeana mwana ambaye tunaambiwa ni mzaliwa wa kwanza juu mbinguni, duniani na hata kwa wafu. Yeye ndiye aliyekufa na akafufuka na akarudi tena mbinguni. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Hii Yesu mahali alipo ni mfano wa mzee amekomaa kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo kijana wa miaka 33 vile aliondoka amekomaa, na alikuwa mzee pia katika ulimwengu wa kirohoni. Huku ndiye alifanyika mtoto kwa ulimwengu wa dunia. Na vile ameondoka amerudi kuwa mzee. Yenye kitakuonyesha ni alama za mikono na ile mafiko ya baba. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Kwa hivyo nyakati za mwisho usije ukaona Kristo useme na mbona Yeremia hakusema ni mzee, nywele zake ni za white kama baba yake, na uwezi mtofautisha na baba yake. Na wewe utakuwa na nywele za white kama yeye, na rangi ya ngozi yako itakuwa imefanana na yeye. Amen. Hivi sijui ni wapi tunajaribu kubahatisha. Bwana asifiwe. Amen. Yale maneno imeandikwa kwa Biblia. Mungu ni kama wewe na wewe ni kama Mungu, maneno iko hivyo. Kwa hivyo Bwana alipotuwekea mwana wake wa kipekee hapa duniani, Mathayo 28 kuanzia 16. Bwana Yesu na asifiwe. Ni baada ya kupewa Kristo Yesu mwana wa Mungu na akawa na disciples, ama akawa akifundisha neno miji kwa miji. Ile majukumu aliyotuachia kama mitume wa leo, kama disciples wa leo. Bwana Yesu na asifiwe. Ukimkiri Kristo Yesu ya kwamba ni mwokozi wa maisha yako, umeshakuwa mwana na umekuwa mwanafunzi wake. Wewe unastahili ukutembea kila kona na kona ukilihubiri injili yake. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Tuone Biblia jinsi inavyoongea. Bwana Yesu na asifiwe mpendwa wa Mungu. Bwana na abariki maandiko yake. Biblia inasema hivi: baada ya Kristo Yesu ambapo ni mwana wa Mungu zaliwa katika ulimwengu huu na kutuokoa, ipo vikamilisha weka misingi na kupanda lile kanisa. Kuna mambo inanenwa mahali hapa. Biblia inasema hivi: na wale wanafunzi 11. Bwana Yesu na asifiwe. Hii ni
baada ya kukamilika kwa injili ya Yesu Kristo na kusulubiwa na kukufa na kufufuka na kupanda juu mbinguni. Bwana Yesu na asifiwe. Biblia inasema wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaangiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudu, lakini baadhi yao waliona shaka. Bwana Yesu na asifiwe. Nipoza ninakuambia mchana huu wa leo, utumainie neno, usitumainie vitambaa. Usikuwa ukijiuliza swali, kama kuna neno inaponya, kwa nini watu wanaendea mafuta na kunapona? Ikiwa kuna neno linahubiriwa, kwa nini watu wananunua mafuta na wanapona? Ngile ambacho ninakuambia ya kwamba Yesu alikuwa amekuja ni kwa ajili ya kukamilisha mafuta. Yeye ndiye yale mafuta. Katika maandiko anasema yeye ndiye ule uzima. Akifika kwa mikate ama vyakula, alisema yeye ndiye mkate wa uzima. Katika wanadamu alisema yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Katika miti imo ya Musa na miti na matunda, alisema yeye ndiye mti wa uzima. Bwana asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Yeye ndiye kitambaa ama nguo. Ukijifunika, umejifunika milele na milele. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sasa sisi sote tunang'oa nanga tukielekea kwa Yesu. Bwana Yesu na asifiwe kanisa. Amen. Haleluya. Halo. Halo. Tunasonga mbele. Hapa tulikuwa tunafikiria ni kitambaa ama ni Yesu. Hiyo kuhani ama ni neno. Tumetoka hapo. Tumefika mahali ya kusimama. Haya. Biblia inasema waliona shaka, lakini Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia ninyi, akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa sio miji tena, imeitwa mataifa, yaani dunia mzima. Wanadamu mitume ama wanafunzi ambao ni mimi na wewe siku ya leo tunapewa sasa amri kutoka kwa Mwana wa Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi ninyi enendeni mkawafanye yote mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Pigia Bwana Yesu makofi. Kupindu mbinguni, kukisha kushika amri yake, anashuka na anaingia ndani yako, na kila mahali popote uendapo, haijalishi ni kazini, haijalishi ni kwa barabara, haijalishi ni kanisani, akali pamoja na wewe. Kile ambacho unahitajika kumfanya ni uzungumuze kupitia kwa neno. Unena neno inaleta uzima, usinene neno inaleta laana. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Usinene neno inaleta giza na wewe ni nuru. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Nipoza nimesimama mchana wa leo nikwambie ya kwamba kwa vile yule ambaye alitumwa atukomboe alishuka tena akatupatia amri, akasema ya kwamba ninyi ambaye mmejaa elimu, enendeni kote ulimwenguni mkanihubiri neno peke yake. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Sijui kama kuna mtu atakuwa confused tena. Bwana Yesu na asifiwe.
Mimi watu wengi unichukia na baadaye unipenda sana. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Wako na magari mchungaji, unichukia, uona ni kama ninataka kuwamaliza, lakini baadaye uniita wao. Wako na manufaa ya kuambia ukweli. Ukanyanga mafuta hakuna mahali itakupeleka, kitampaa haitakupeleka mbinguni. Jambo lolote katika ulimwengu halitakupeleka mahali popote. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Leo hii Bwana anasema nini? Bwana anasema nini kuhusu maisha yako? Bwana anasema nini ndani ya moyo wako? Ninauliza wewe Mkristo, ukitafakari Bwana anasema nini ndani yako? Wewe unawaza nini ndani yako? Nimebaki dakika ngapi? 10. Wewe Bwana anazungumza nini? Unaona kama utafaulu ama ni kubahatisha? Unabahatisha. Biblia inasema ya kwamba leo hii uamke, upokee nguvu mpya, utangaze injili ya Bwana, usimame katika neno. Ukikataliwa ukataliwe, ni Yesu Kristo amekataliwa, sio wewe. Yes. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Tafuta neno peke yake, usitafute maneno. Ukikutana na maneno ondokea, tafuta neno peke yake. Neno ndiye aliyekuweko mwanzo, naye ndiye atakuweko mwisho. Bwana asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amen. Usiweke tumaini yako kwa mwanadamu. Hello. Hello. Siku hizi sio bimbo ya buti. Bwana asifiwe. Mimi ni mwinjilisti, niko na viatu mara mbili. Ni mwinjilisti na ni mchungaji, na hakuna kitu inaweza kukutoa kwa mikono ya Yeremia. Bwana asifiwe. Sio kwangu. Hapo mapasta ni wangapi? Naona hapa mapasta ni wawili. Soma majina yao. Na John na Wilson. Teremuka matikos. Kuna hapa Peter na kuna na Erisil. Teremuka chini. Tuko na deacons wanaitwa Kanyaro na Hillary na Samidel na Samuel. Yes, Samuel. Tuko na mtu anaitwa Apostle Bernard. Tuko na mtu anaitwa Evangelist Pastor Jeremiah. Tuko na mtu anaitwa Elders anaitwa Engineer Waweru. Engineer mwingine Njoroge na kuna contractor anaitwa Kamande, na kuna nafasi ambapo ziko, na tuko na nafasi ya Asha, Prophet, Reverend na kuendelea mbele. Bwana Yesu na asifiwe, mpendwa wa Mungu. Amina. Mimi simami hapa nikuhubirie udhani ninakandamiza ama ninakwambia kitu haiwezi kufanyika. Vile Yesu amesema, nyinyi mmeshakuwa mitume, mmeshakuwa wanafunzi, mtembee kote ya ulimwenguni. Haijalishi dini, haijalishi makabila, muwakusanye mataifa wote, muwafundishe jinsi nimewafundisha, na wote wataokoka. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Hii ni kanisa iko na mpaka na Waislamu ndani huko nje. Sio kwa nguvu zangu,
Ni vile mchungaji amenifundisha. Nimeordinate huko watu wa kuanzia 18 ama 20 to 72 na kanisa likawa hivyo. Mungu akaonekana huko. Je, na wewe ambaye ungali kanisani unafaa kukua katika na nafasi gani? Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Tuombe Bwana. Hii mambo inawezekana. Hawa watu walinipiga vita mpaka nikafika mahali nisalende. Nikaona hapana. Nikaanza kuamuka saa 10 ya usiku. Wananipata huko basement. Nikiomba milango inajigongesha hivi. Nikinyamaza inasimama. Ninaambiwa hapa kulichinjwa mbuzi 4, sijui na kondoo 4 na pombe na miungu ikakuja ikawakilishwa. Wewe ni nani? Nilipelekwa nikahubiri maji ikiwa imefika hapa. Nikawaambia hata kama ni kwa transformer tutaingia. Bora Yesu atukuzwe. Hatukuzunguka miezi kadhaa. Disemba ikikuja kufika, mpaka mchungaji alikuja kuniambia, apostle alikuja kuniambia, Jeremia, kwani kuna nini? Nikamwambia tuweke tu kwa maombi. Hawa watu wote, hiyo kanisa mahali imefika imewekwa village. Iko na wachungaji, iko na mandikons. Bwana asifiwe. Amen. Iko na mpaka na altars. Watu wote wakubwa wako mahali pale. Na nikawaambia kianguka usiulize Jeremia. Na ninajua haitaanguka. Na kama itaanguka hamtakuwa kwa hii kampuni. Utaletwa watu wengine. Bwana asifiwe mpendwa wa Mungu. Amen. Kwa hivyo kama Yesu amesimama na amesema leo hii, anaongea na Joseph Dikoni, anaongea na prophetesi, anaongea na dikonesi, anaongea na mama Ritima. Anasema leo hii, wewe sina mwingine ninategemea. Mataifa yote wanijue. Neno langu lijulikane. Kwa nini tusipeane neno la Mungu? Bwana Yesu na asifiwe mbele. Amen. Imagine neno tu peke yake na maombi. Mungu nisaidie nikuhubiri. Mungu nisaidie niombe. Utaomba, Roho atashuka. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sitaki kuingia ndani sana. Ninashukuru Mungu ni kwa ajili ya hapo mahali tumefika. Lakini suluhisho ni kwamba neno ndiye ngao yetu. Amen. Neno ndiyo itakayotufanya tuishi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukimupokea Kristo Yesu, mambo yako utajionea mwenyewe. Ukifika katika eneo ya hatari, wewe mwenyewe utajionea. Kuna watu tukifika katika hali ya shida, lazima tutafute watu wa kutuonea mambo. Bwana Yesu na asifiwe. Biblia inasema kuna watu wa uongo, nabii, mtume, pepa na watu wengi wamechanganywa mahali pale. Kuja kwangu ni sawa. Mimi nitakwambia tatizo hili. Utakuja kesho, nitakubadilishia tatizo hili. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini sasa neno inatufundisha kukaa na wachawi, kukaa na wanganga, kula nguruwe na kuishi maisha mazuri. Tena tunaishi katikati ya hizo vitu bila problem yoyote. Bwana Yesu na asifiwe. Unajua, nikikwambia nataka nikusaidie na nikupatie 100,000, kuna uwezekano sijakusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nikikuonyesha njia ya kutafuta zile pesa, nimekusaidia maisha yako yote. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Amen. Najaribu kumaanisha nini? Shika neno kama silaha na maombi. Pasipo kutembea na kitu ambacho kimetengenezwa na binadamu. Usitembee na Jeremia. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nitalala Bwana. Prophetess, mtu akikuja kwa nyumba usimwambie kaa chini ngojea Jeremia. Bwana asifiwe. Amen. Malizana na huyo mtu, kwa maana neno angali ndani yako. Minister, akifika kwako usimwambie ngojea Jumapili. Mwambie kifika Jumapili utakuwa umeokoka na umekombolewa. Ndugu yangu, ukikutana na mtu usimwambie ngoja nipige simu. Mwambie piga magoti. Wataombi hili. Umemalizana na hiyo chapter. Mtoto huyu akianza kuuma na kichwa mwambie kuja. Kichwa pona kwa jina la Yesu.
na inapona. Sikimbie kutafuta maji ati uanze kumpiga hivi na kitambaa na maji hivi. Bwana asifiwe. Kienda kufungua biashara usiende kununulia hiyo maji, watu watakupiga na watakuita mchawi. Tumeona na tumekupiga picha na simu. Hizi ni vitu gani unafanya? Bwana asifiwe. Usifanye mambo ambayo sisi wenyewe tutakuja kuimwa. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa Mungu, usike neno tu peke yake na tusimame vile neno itasema. Vile utakuta neno ikisema kunihusu, ndivyo utapata neno ikisema kwa Mungu. Lakini ukifuata maneno vile utapata ikisema kwangu, itatengenezwa design nyingine, ikienda kwa apostle utapata sio. Bwana asifiwe kwa Mungu. Amen. Na utaanza kuumwa na kitu. Wengine watakwambia umerogwa. Unastuka pa. Unataka unasahau huko na ukishampokea Kristo Yesu, kifo ikikuona inatoroka. Ukishampokea Kristo Yesu, jambo ya dunia yoyote ikikuona inaepa. Amen. Na hiyo ndio tutaenda nayo. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nafundishanga kabisa wazee na wamama. Kuna vitu kadha wa kadha zimekuwa zikiwasumbua ninyi. Bwana Yesu na asifiwe. Usishikilie mambo mengi ambayo italeta shida katika maisha yako. Nilisema hapa, sijui ni mwaka jana ama ni mwaka huu. Kama we mama ulikuwa na chama 5, tafadhali jaribu uvunguze zifike 2. Bwana asifiwe. Hii dunia nikasema imeisha. Na haiwezi kukuruhusu ukae na chama 5. Huyu mtoto alikuwa na ngoja kuitisha school fees akiwa standard 6. Anataka shopping ya 10,000. Songa miaka 3 tena. Bwana asifiwe. Amen. Na hali ndio hiyo. Kwa hivyo hii mambo ya dunia ipungue, ya kirohoni ipande. Kama ulikuwa unaomba mara moja kwa siku, pandisha ikuwe mara 3. Ombea mume wako tafadhali. Ombea mke wako. Ombea mtoto wako, ndugu yangu. Jua kupanga budget. Ndipo Mungu anataka kusaidia watu, by the way. Ili Mungu akupatie 5,000, lazima ujue kupangia shilingi 50. Bwana asifiwe. Ili Mungu akupatie 20,000, lazima ujue kupangia shilingi 100. Kuna watu hapa mnajua kabisa unaweza sema wewe unafikiria ngiri moja ni pesa na umeishika umeenda hivi. Unajaribu kujadiliana na si tuandike notebook mahali tujue nini itabaki, ama tutalipia mtoto school fees, ama tutanunua nini. Wewe unasema njuzio pesa, waje niombe Mungu alete mingi. Una Mungu anaweza ingia mahali ambapo hakuna misingi. Bwana asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Lazima misingi ikuwe na mipangilio. Haleluya watu wa Mungu. Misingi na mipangilio. Hii ndio ya nyumba yetu. Itakuwa ikitumika njia hii 1 2 3. Bwana Yesu na asifiwe. Halo. Mungu awabariki sana. Nitawafundisha vitu zote. Nitawafundisha vitu zote. Mungu ndiposa akubariki. Hawezi chukua milioni yake akuletee na ujui budget, uharibu tena urudi tena kumuomba. Unaitisha shukuru ya fees ya university na mtoto wako standard 2. Upewe, uweke kwa biashara, iishe. Siku ya university ikifika utatoa wapi? Bwana asifiwe. Maisha tusiende hivi. Na mambo ya pokea usiipende sana. Bwana asifiwe. Pasipo kufanya kazi kusweti na mshahara usitarajie. Kwa hivyo maombi yako vile utaomba na misingi utakayomwendea nayo Bwana, ndivyo utakavyopata baraka. Mungu atakupatia baraka zile unaweza maintain. Bwana asifiwe. Hata kupea vitu uende ukaringie wenzako. Hata kupea vitu ujionyeshane. Bwana asifiwe. Tuenende na mtalatala. Na ninajua dunia mzima nyinyi mtang'aa na Mungu atawabariki sana. Pigia Bwana Yesu makofi.
Karibu sana. Najua Mungu